Mtazamaji wa Luchelo Online TV, nikushukuru sana kwa kuweza kufungua katika channel yetu, na kwa wakati huu tunakuletea elimu juu ya fedha, msikilizaji. Na nikwambie tu kwamba kuna mafunzo ambayo yameweza kufanyika katika mkoa wa Tanga, na haya yakiwahusu wanachama wa Tangamano SACCOS. Ni imani yangu kwamba waliweza kunufaika na mengi, na mwezeshaji mkuu katika mafunzo haya ndiye ambaye ni naye. Kwa hiyo kuna mawili matatu ambayo atakushirikisha angalau kwa muktasari uweze kujua ni jinsi gani tunaweza kupata pesa tukiwa na njia nyingi za kujiingizia kipato, lakini tunapopata pesa nidhamu ya kutunza na kujiwekea akiba. Je, tunayo? Na kama hatuna, je, tufanye nini sasa ili tuweze tuijenge hii nidhamu ambayo pengine wengi wetu tunasema kwamba ponda mali kufa kuna kuja, lakini tujue kwamba kuna matukio ya dharura yanatokea na yanatukuta kwamba hatuna pesa, tujiweka akiba yote. Basi niko naye hapa kwa ajili ya mengi kuweza kuzungumza kuhusiana na hayo. Karibu sana, uweze kujitambulisha jina lako na mtazamaji aweze kufahamu zaidi. Asante, ninaitwa Amos Chacha, ni mtoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya elimu ya fedha. Nikiwa ni mmoja wa watu walioidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kuelimisha Watanzania juu ya dhana nzima ya utunzaji bora wa fedha. Unajua, katika maisha tunazungumza mengi kuhusu fedha, lakini si kila mtu yuko makini na fedha zake. Ndio sababu katika elimu ya fedha tunajikita katika kuelimisha umma mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, kusisitiza umuhimu wa watu kutafuta kipato, kwamba kipato hakiji bila kukitafuta, lakini kutafuta kipato peke yake haitoshi. Lazima hakikisha kipato hicho ulichokipata leo kinatosha pia katika maisha yanayokuja, katika siku za usoni za maisha yako, kwa sababu uwezo ulio nao leo unaweza usiwe nao kadri maisha yanavyokwenda. Kwa hiyo baada ya kutafuta pesa, tunahimiza watu waweze kuweka akiba, waweze kutunza sehemu ya kipato chao kwa sababu kubwa tatu. Kwanza, kwa ajili ya tahadhari, kwa sababu hakuna mtu anayejua kesho yake nini kinaweza kutokea muda mfupi unaokuja. Kwa lazima mtu awe na akiba kwa ajili ya matukio tusiyotarajia. Lakini jambo la pili la kuweka akiba linakuja kwa sababu ya malengo ya maisha. Na malengo ya maisha jinsi yalivyo, mtu huwezi ukaamka tu ukawa na pesa kwa ajili ya kufanya kila kitu. Kwa lazima uweke akiba ili ujipange kuweza kutekeleza jambo lako kubwa kwa muda mrefu. Inaweza kuwa masuala ya ujenzi, inaweza kuwa masuala ya elimu, inaweza kuwa masuala yote ya kimaendeleo ambayo yanahusu familia. Lakini sambamba na hilo, tunasema pesa ukishaipata, ukiweka chini ya godoro au ukiikalia, itabaki hiyo hiyo tu. Kwa unasisitiza swala la kuiendeleza fedha yako kwa maana ya kuwekeza. Kuwekeza ni kutafuta njia ambayo shilingi ulio nayo inatafuta shilingi nyingine. Kwa unasema unaweza ukawekeza katika namna yote ambayo inaweza kuongeza kipato. Inaweza kuwa kwenye miradi ya kiuchumi, inaweza kuwa katika uwekezaji wa kifedha, kwa mfano kuingia kwenye taasisi ambazo zinafanya uwekezaji wa pamoja, unaweza kununua hisa. Unaweza pia kufanya upangishaji na kutumia mali ya kudumu, kwa mfano ardhi na mashamba, ili mradi tu shilingi yako isibaki kuwa shilingi. Lakini kuwekeza pia kupo katika namna ambavyo unatumia vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amekupatia. Vipaji vyako lazima uviendeleze na wenyewe viwe sehemu ya kuingizia kipato. Kwa hiyo unajiendeleza kielimu, kimaarifa, kiufundi, kiutaalamu, ili hata kama unapata pesa kwa sanaa yako iweze kuwa na utaratibu wa kuingizia kipato, kwa maana ya kupata mrahaba na vitu kama hivyo. Lakini hicho ni kitu cha tatu. Lakini muhimu kuliko yote pia ni kwamba maendeleo yote unayofanya kifedha bila kuyalinda yatapotea. Kwa tunahimiza sana mtu aweze kulinda mafanikio yake ya kifedha, kuhakikisha anafanya mambo ambayo hayatampotezea kipato. Na jambo kubwa linalosaidia katika kulinda mafanikio yako ya kifedha ni nidhamu. Nidhamu yako ndio inayoamua. Nasema adui wa kwanza wa pesa yako ni wewe mwenyewe. Kwa sababu ndio unayefanya maamuzi ya kutumia. Huwa anasema kutafuta pesa ni jambo moja, lakini nini kinatokea baada ya wewe kuwa umezishika hizo pesa ni jambo jingine. Sasa usipolinda pesa yako katika kila hatua unayopitia, hauwezi kupata mafanikio ya kifedha. Kwa hiyo tunazungumza vitu vya kutengeneza nidhamu ya matumizi, bidii ya kutafuta fedha, usiache, uendelee kuweka akiba, utumie huduma zinazokusaidia kulinda. Kwa mfano, kama mahali panahitaji kuwekwa password,
weka password. Kama mahali panahitaji bima, weka bima. Kama mahali panahitaji ulinzi wa aina yote, hata kuweka fence tu ni kulinda mafanikio, kwa sababu ulichokitengeneza kikabaki imara, utakuwa umelinda fedha yako. Kwa hiyo kiujumla, tunapozungumza kuhusu elimu ya fedha, tunazungumzia hayo maarifa, tunazungumzia ujuzi, na tunazungumzia tabia binafsi. Tabia yako binafsi ndio ambayo inaamua ikiwa utafanikiwa au utafanikiwa. Na kwa jumla wote tunasema kujua ni jambo moja, kufanyia kazi hicho unachokijua ni jambo jingine. Kwa hiyo haya maarifa, huu ujuzi, hii tabia zinahitaji kuangaliwa, kwa sababu kuna kesho pia. Ndio ndugu yangu, kuna kesho. Leo una nguvu ya kufanya kazi, lakini kadri muda unavyokwenda nguvu inapungua. Kama mtu alikuwa kaajiriwa, atafika mahali anastaafu. Lakini hata kama ukuajiriwa, huu mwili Mwenyezi Mungu alivyouumba, kadri siku zinavyokwenda, jambo ambalo ulikuwa unalifanya kiurahisi, hata kama ni kukwea mnazi tu ukaangusha nazi, utashindwa. Kuna mwingine anakuambia kwamba ili nipate lazima nitoke. Inafika kipindi hawezi tena kutoka. Ni kweli kabisa, kwa sababu kuna mapato ambayo unayapata leo kwa sababu unatoka. Na yanakubidi, kwa mfano unataka kwenda kazini, unataka kwenda kwenye biashara, unataka kwenda shamba, lakini kadri umri unavyokwenda, uwezekano utapotea tu. Moyo utakuwa unataka na unaona kama kichwa chako kinakwambia kama uwezo unao, lakini ukinyanyua mguu ndio unakukumbusha hapana. Ile flexibility uliyokuwa nayo sasa haipo tena. Kwa sasa ndio hapo umuhimu wa kuwekeza na kujiandaa kwa maisha ya baadaye unapokuja. Kwa ile akiba unayoiweka, zile mbinu unazotumia za kulinda afya yako, mbinu unazozitumia za kuwekeza katika miradi na mapato ambayo yatapatikana bila wewe kushughulika kutokana na uwekezaji, hapo ndio umuhimu wake unapokuja. Tuna vizazi pia vinatutegemea sisi. Maandiko yanasema sio tu uache akiba kwa ajili yako na wanao, wanasema kwa watoto wako pia. Unaandaa nini kwa ajili yao pia. Yani wewe unapoondoka, watu wasipate tabu ya kuendelea kwa sababu tu haupo. Wakushukuru pia kwamba wewe ulipokuwepo ulifanya jambo la maana kwa kufanya maisha yao yaweze kwenda. Kwa hiyo kifupi ni hivyo. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu elimu ya fedha, lakini tunasisitiza sana umuhimu wa wewe mwenyewe kusimama kwenye nafasi yako kama mtafutaji, kama mtumiaji wa hizo fedha. Fikirie mahitaji yako ya sasa na ufikirie mahitaji yako pia ya baadaye. Vyama vya ushirika kama hivi, Tangamano SACCOS, si watu wengi ambao tunawaona. Kwa mfano hapa kwa mkoa wa Tanga tunaona idadi bado ni ndogo. Ungekuwa na kitu gani, ama unahisi kuna jambo gani ambalo linawapa tu ule uzito wa kuingia na anafanya kazi, mshahara anapata kila kitu, lakini si mmoja wa wanachama? Naweza kusema mambo matatu. Moja ni swala la uelewa. Kuna watu wanasikia tu SACCOS lakini hawaijui kwa undani. Kwa wanaposikia SACCOS afikiri labda ni kikundi fulani tu cha watu wahuni fulani ambao hawana utaratibu. Lakini kumbe SACCOS ni taasisi ambayo inatambuliwa na serikali na inapata usimamizi wa kutosha tu kutoka serikalini, kiasi kwamba mtu akijiunga kwenye SACCOS ni mahali salama kwake. Lakini jambo la pili kuhusu kutofahamu SACCOS ni kutojua manufaa yake pia. Watu wanafikiri umuhimu wa SACCOS sio katika mikopo peke yake, lakini ukweli ni kwamba ule uwekaji wa akiba ndio unaokuimarisha zaidi kuliko hata hiyo mikopo unayochukua. Kumbuka hata mkopo unaochukua unategemea wewe una akiba kiasi gani, si ndio? Hakuna mahali ambapo utaenda utafute pesa wakati wewe huna kitu chochote. Sasa uwezo huo wa kununuliza kidogo kidogo unakupa nguvu ya kuweza kupata huduma nzuri ya kifedha. Unapata elimu pia, kama kwa mfano tuliokuwa nao hapa, hao ni wanachama wa SACCOS. Na tuliowazungumza anawagusa wao kama mtu mmoja, lakini kama taasisi pia, lakini pia kama familia zao pia. Lakini jambo la pili kuhusu SACCOS ni historia ambayo watu wamekariri kwamba huko zamani kuna watu waliwahi kuwa wanachama wakapoteza na nini. Nachoweza kusema mimi ni kwamba kila jambo lina changamoto na lina mafanikio. Jambo la muhimu kwa vyama hivi kuweza kudumu ni kila mtu kusimama kwenye nafasi yake. Wanachama wakiwa wanachama wanaojielewa, wakatimiza matakwa ya chama chao, wakachagua viongozi makini, wakafata sheria, wakapata watendaji wazuri, wakasimamia SACCOS yao, uwezekano wa kupoteza ni mdogo sana. Mimi nafahamu mifano ya SACCOS nyingi tu ambazo zilianza kidogo na sasa hivi ni SACCOS kubwa kabisa zenye wanachama wengi kabisa. Kwa hiyo naweza kusema hapa, nafikiri tufanye jitihada za kuwafikia watu, waelewe vizuri SACCOS ni kitu gani na waweze kujiunga. Lakini cha mwisho, kuna watu bado wanafikiri wana muda wa kujiunga na vitu kama hivi wakafanya mambo yao. Lakini sema tu kwamba muda sio rafiki. Hakuna mtu anayejua mwisho wake ni lini, na
kadri mtu anavyokuwa ndivyo majukumu yanavyoongezeka. Kwa hiyo kadri unavyowahi kujiunga na SACCOS mapema, ukafanya vitu vya maendeleo mapema, ukaweka malengo yako mapema yakaweza kufikiwa, unajua katika nafasi nzuri ya kuwa na maisha bora hata huko umri wako unavyoongezeka. Kwa mimi nitoe rai tu kwamba watu wajitokeze, wajiunge na SACCOS, watoe maoni yao, waseme mahitaji yao kusudi SACCOS ijipange kuweza kuwahudumia kwa namna wanayotaka. Lakini SACCOS ni mahali salama, ndio sababu tunasema SACCOS huleta watu makini pamoja. Sasa mtu yote ambaye ni makini hana sababu ya kuhofia. Lazima tu atapata kwa mchango wake yeye, kwa maoni yake yeye. Jambo ambalo haliendi vizuri itarekebishika na chama kitakwenda sawa sawa. Mtu anakwenda kustaafu kwa amani, akiwa na furaha, pasipo na kuchakaa na kuchoka. Ungekuwa na maoni gani kwa kijana wakati tunakwenda kuhitimisha hivi sasa? Na nimkumbushe tu kijana, mzee unayemwona anahangaika jirani yako, naye pia alikuwa kijana. Mzee unayemwona anaishi vizuri jirani yako au unamwona ndugu yako, naye pia alikuwa kijana. Tofauti ya watu wawili ni maandalizi. Jambo lote linapoandaliwa mapema linakuwa jepesi, kwa sababu hata gharama ya kuliandaa inakuwa ndogo. Kwa hiyo pale tu unapoanza kupata kipato, iwe ni ajira, iwe ni biashara, iwe ni kilimo, kumbuka kuna kesho. Na kesho yako ni hii siku ambapo utakuwa umepoteza uwezo wa kutafuta. Kwa ni bora ukajiandaa mapema kusudi na kadri unavyoendelea kuishi SACCOS ikusaidie kupata yale mahitaji yako ya msingi. Uweke akiba, ujiandae kupitia SACCOS, upate makazi, upate miradi ya kiuchumi, upate vitu vya kudumu kama mashamba na vitu kama hivyo. Kiasi kwamba unapofika kustaafu, wewe huanzi maisha, unaendelea pale ulipokuwa umefikia. Badala ya kufikia sana naanza kuanza maisha mapya, hapana. Unaendelea na maisha jinsi ulivyokuwa unazoea kuishi. Tabia ya mtu inajengwa taratibu. Kwa hiyo hata hii ya kuweka akiba nayo inaanza taratibu. Usifikiri ujana unadumu, ni umri wa mpito. Sisi watu tulitoka huko, kwa hiyo nawe utafika pia. Kwa hiyo kubali tu kwamba kustaafu kupo, kuzeeka kupo, kinachokikataa ni kuchakaa. Kwa hiyo tujitokeze mapema. Basi nikushukuru sana. Haya. Basi mtazamaji, nikushukuru sana. Endelea kufuatilia Lucelo Online TV. Bila shaka kwa yule ambaye anapata pesa, ameshapata elimu jinsi gani ya kuweza kuzitunza zije kumsaidia baadaye. Hadi wakati mwingine, mimi niseme asante.